Karibu katika awamu ya pili, somo linalohusu moyo. Nitakupeleka karibu awamu 5, lakini ni awamu ya pili. Mimi ni ndugu yako Dennis tena. Sikiliza katika kitabu cha Marko sura ya 7 mstari wa 20 hadi 23. Uone pale kwenye hospitali Mungu anataka kudili na vitu gani ambavyo viko ndani ya moyo. Biblia yangu inasema ya kwamba akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya. Namba 1, uasherati. Namba 1, mawazo mabaya. Namba 2, uasherati. Namba 3, wizi. Namba 4, uwaji. Namba 5, uzinzi. Namba 6, tamaa mbaya. Namba 7, ukorofi. Namba 8, hila. Namba 9, ufisadi. Namba 10, kijicho. Namba 11, matukano. 12, kiburi. 13, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu najisi. Hii ndio maana ninakusihi twende kwa hospitali ya kiroho. Moyo una vitu. Yeremia alichunguza akasema una ugonjwa usiokuwa na tiba. Yesu mtaalamu, daktari, Dr. Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu, anachunguza vitu gani ili viko ndani ya moyo wa mwanadamu. Anasema kimtokacho mtu ndicho kinachomtia unajisi. Maana ndani ya mioyo kutoka dalili zote 13 zilizo mbaya: tamaa mbaya, uwaji, wizi, uzinzi, uasherati, kiburi, na vyote hivyo, masengenyo na nini, vyote, ukorofi, hila, fitina, vyote vinatoka ndani ya moyo, nao vinamtia mtu najisi. Ndio maana Ezekieli anasema Mungu atafanya operesheni, aondoe moyo wa zamani, moyo mgumu, moyo wa jiwe, na aweke moyo mpya, na ndani ya moyo mpya atie roho yake, ili uweze kuendeshwa katika sheria za Mungu na hukumu za Mungu upate kuzifanya. Yesu baada ya kufanya haya yote anahitaji moyo, anahitaji moyo wako. Sikiliza anaposema katika kitabu cha Rumi, anazungumza vizuri sana. Rumi sura ya 10. Huyu ni Bwana Yesu anazungumza. Anasema hivi, mstari wa 10, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Unamkiri kwa kinywa, unaamini kwa moyo wako kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, utaokoka. Angalia mstari wa 10. Mstari wa 10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu kuamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Baada ya operesheni kuondolewa vitu vyote vilivyoko ndani ya moyo, moyo unapaswa kuamini na kinywa kinapaswa kukiri yale ambayo moyo umeamini ili upate wokovu. Sikiliza, hapo ndipo salama. Kwa nini? Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari ule Yohana mstari wa 12 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, wale ambao Suleiman anasema, mwanangu nipe moyo wako. Umeamini sasa, kama Paulo anavyoambia Warumi, umeamini kwa moyo, unakiri kwa kinywa, sasa unapata wokovu. Anasema wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio wale waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya damu na nyama, bali kwa mapenzi ya Mungu. Sikiliza, hapa kuna uponyaji wa hali ya juu. Ukishakuponywa, tunarudi tena kitabu cha Methali, na hapa ni nzuri zaidi. Katika kitabu cha Methali sura ya 4 ni nzuri zaidi, mstari ule wa 23. Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Linda moyo wako, linda moyo wako. Jiepushe na kiburi, jiepushe na masikini, jiepushe na makundi ya uovu, jiepushe na watu ambao ni wakaidi.
wako kuliko vitu vyote unavyolinda. Linda moyo wako kuliko mume uliye naye. Linda moyo wako kuliko mke uliye naye. Linda moyo wako kuliko mali uliyo nayo. Linda moyo wako kuliko kazi uliyo nayo, maana ndiko kunakotoka chemchemi za uzima. Uhai wa mtu uko ndani yako. Haleluya! Ndani ya moyo hapa kuna uzima, hapa kuna uponyaji. Naomba Mungu akubariki. Ni moja awamu nyingine kwa awamu ya tatu. Leo nasema Mungu akubariki. Linda moyo wako kuliko vyote, kwa jina la Yesu. Sema amen.